neno. Mwadhimishe huyu Mungu wa mbinguni. Hakuna kama yeye. Yeye anaweza, ni mwaminifu. Yeye ni Mungu asiyefananishwa na miungu yoyote. Nani kama yeye? Mwadhimishe Bwana kwa maneno yako. Mwadhimishe Bwana mahali ulipo. Mwambie ni wewe peke yako maishani mwangu. Umenitetea, umenilinda, umenivusha katika masomo, katika afya, katika ndoa, katika kazi. Mwambie ni wewe peke yako, ee Bwana, katika huduma, katika kila eneo. Ni nani kama wewe? Yes Lord, yes Lord. Maadui walipojipanga kinyume nami, walipojipanga kinyume nasi, Bwana umesimama kama Mungu. Mwambie tu Bwana asante. Ni nani kama wewe? Achilia moyo wako, achilia moyo wako mbele zake. Surrender to him. Mwambie ni wewe peke yako unastahili. Oh yes. Kwani ni nani kama wewe uliye wazamisha wa Misri katika ile bahari ya Shamu? Ni nani kama wewe uliyemfufua Lazaro? Ni nani kama wewe uliyemponya na kurudisha uoni wa wale vipofu? Ni wewe Bwana, ni yule yule, ni yule yule, haujabadilika. Ni yule yule, haujabadilika. Katika jina la Yesu. Yes Lord, asante Bwana. Asante kwa uaminifu wako. Jina lako tunaliadhimisha. Hakuna kama wewe. Pokea sifa, heshima na utukufu, maana hakuna kama wewe. Tunaliadhimisha jina lako katika jina la Yesu. Tunamwadhimisha Mungu wetu, na kila mwenye pumzi apige kelele akimwinua Bwana wa mabwana. Ninaona watu wanajaribishia, ninaona watu wanajaribishia. Piga kelele kwa Bwana. Woo! Woo! Amen. Bwana asifiwe. Naomba mgeukie jirani yako umwambie maisha ya utakaso. Geukia upande mwingine, maana huyo hakukujali vizuri, huyo mwingine itakuwa vizuri zaidi. Geukia huo upande mwingine, mwambie maisha ya utakaso. Haleluya. Basi naomba uketi mahali ulipo. Na shukuru tuko wahubiri sijui ni wawili, maana kuna mwingine yuko hapa anaitwa Mheshimiwa Nestori, anatusaidia wale walio na changamoto ya kusikia wapate ujumbe. Bwana asifiwe. Maisha ya utakaso, somo ambalo na tamani tulizungumze. Ni somo pana, lakini kwa namna ambavyo nitajaliwa neema ya kuzungumza, na kibinadamu kuna namna ya kujipanga, lakini Mungu wa mbinguni ni mwaminifu kuleta kila ambacho amekusudia. Na mshukuru Mungu kusimama hapa imegharimu mkono wa Bwana. Katika kitabu cha Mwanzo 33 ule mstari wa kwanza na kuendelea, kama tulivyosomewa. Kabla sijahubiri niseme saxophone timu, Mungu awabariki. Tangu siku ile ya kwanza mlipokuwa
ndo mnaokoka kupiga saxophone, tunaona mmeendelea kuokoka na kukua, na tunatamani mfikie glorification. Amen. Mungu awabariki sana. Makofi kwao. Na naona pia mmeadvance. Kuna mahali nilikuwa nadhani kama mmekosea, kumbe ndo design yenyewe mnataka muwasikie, au wamewaachia nyinyi tu, kumbe na wao muwasikie, mtusikie sauti zetu na baadaye mnaendelea. Oh my, hiyo ni nzuri sana. Bwana asifiwe. Na nasikia kama mmeanza kupata mialiko mingi, sasa inabidi tuwatazame vizuri, maana mnaweza kuhama hata kanisa. Tutawatazama kwa jicho la karibu, lakini pia kuwatia moyo. Amen. Somo la utakaso ni somo lililo katika kalenda tunayotumia mwaka huu. Somo la utakaso limekuja katika majira ambayo ni ya Kwaresma, majira ambayo tunaelekea kukumbuka tunaelekea kukumbuka kumbukumbu ya kufa na kufufuka kwake Bwana Yesu. Na kwa hivyo katika mtiririko wa masomo ambayo Mungu atatujalia kuendelea kujifunza, kuna kitu ambacho Roho Mtakatifu anakusudia juu ya maisha yetu. Tunapozungumza hili wazo la utakaso, ni tendo ambalo sio geni. Katika Agano la Kale, wana wa Israeli walipoingia katika hekalu, waliokwenda kuabudu na aliyekwenda kuabudisha au kuongoza ibada ile, kuna mahali walitakiwa wafike kwenye mabeseni yaliyo na maji na waweze kunawa, waweze kujisafisha, waweze kujitakasa, wawe safi. Na walipoingia, kuhani, kuna mazingira ambayo yeye alitakiwa afanye ziada katika kujitakasa kwake, katika kujisafisha kwake: miguu, mikono, kichwa, uso, masikio. Kuna namna ambavyo walitakiwa waweze kufanya. Hii ilikuwa ni kumpa access ya yeye kuwa tayari kusimama mbele za uso wa Bwana, akiliwakilisha kundi alilobeba dhambi zao, ili aombe chochote ambacho angeomba, lakini lazima kuna kulipeleka kundi hili kwa toba. Kwa hivyo tunapozungumza concept ya utakaso, si jambo ambalo linaanza kwenye Kwaresma ya mwaka huu, ni jambo ambalo limekuwepo. Na Yesu katika kufundisha kwake alipokuwa pale mlimani na akifundisha kwenye zile sura kadhaa za Mathayo, alifika mahali akasema, salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ndani ya sala hiyo kuna mahali pa utakaso, mahali pa toba. Toba tunapoifanya mbele za Mungu ni tendo ambalo tunalifanya ili tuweze kutakaswa. Bwana asifiwe. Jirani yako amesema amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa doctrine ya utakaso, naomba usikilize sentensi hii na usisahau. Tunapozungumzia utakaso, kamwe hatupromote, hatu encourage maisha ya dhambi. Kamwe.
Tunapozungumzia utakaso, naomba uchukue hili. Hatusisitizi, hatutii moyo mtu kuishi maisha ya dhambi. Maadamu umekwisha kumpokea Yesu, na Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kuna mahali hapo ulipofika kwa hicho ambacho ulichokipokea, ukapewa ile legal authority ya wewe kuitwa mwana wa Mungu. Kuna kitu hicho ambacho umekwisha kukipata, na kwa vile umekipata, baki pale pale. Mwandishi mmoja, nimepata vitabu vyake juzi, anaitwa Samir, anasema, ameandika kitabu kimoja, anasema getting there, stay there. Getting there, staying there. Unapokuwa umemwamini Yesu, kuna mahali hapa ulipofika, lakini kuna jukumu ambalo Mkristo unatakiwa ubaki pale pale kwenye huo wokovu ambao Yesu amekuokoa. Na kwa sababu umeokolewa na mimi nimeokolewa, tungali duniani, kuna kitu hapa cha kusaidiana. Sema amen. Mwanzo 33 ni habari ya ndugu mapacha, si ni hivyo? Au ni mimi tu ambaye ni mapacha, si ndio? Na hawa mapacha katika kukua kwao kuna mambo yaliyotokea. Hii habari sitaenda kuielezea zaidi, lakini watu hawa walifika mahali wakakosana. Kukosana kwake ni kwamba kuna mmoja aliyeibiwa uzaliwa wake wa kwanza, na aliyeiba, walipoendelea kuishi, kuna mahali ambapo hawakuelewana. Mmoja akakimbia akaenda upande mwingine, na mmoja akabaki upande mwingine. Miaka ikapita. Hiki ndicho kilichopo katika kutafakari au observation ya maisha ya hawa watu wawili. Mmoja aliishi na hatia, guilt ya kile alichokifanya. Alikuwa anaelewa ni utundu, ukorofi niliyomfanyia kaka yangu kwa kushirikiana na mama, na yeye alienda kule. Ukweli ni kwamba alifanikiwa, lakini ndani yake kulikuwa na hatia. Huyu mwingine, mahali popote pale alipokuwa alikuwa na hasira, alikuwa na uchungu, alikuwa anajiuliza, huyu mtu nitampata wapi? Bwana akamfanikisha Esau, na wakati ukafika wa kurudi kukutana na ndugu yake. Biblia inasema Yakobo na Esau katika kukutana kwao, mmoja akiwa amebarikiwa na mali za kutosha, Waswahili wenzangu wanasema za kumwaga, akiwa amebarikiwa, akiwa na uzao, akiwa ameamua sasa, ninaenda kukutana na ndugu yangu, liwalo na liwe, ila natakiwa niwe strategic. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Alichokifanya, aliandaa wake zake, watoto wake, mali zake, zikawekwa katika mafungu, na moja ya mafungu yaliyowekwa ilikuwa ni zawadi ambayo ndani yake ilikuwa ni ya kusema, samahani, nilikukosea, usiniue, usinifanyie kitu kibaya. Ukweli kuna mambo yalitokea, kuna maisha ambayo nimeishi si makamilifu, sina furaha, pamoja na kufanikiwa huku kote niliko nako, lakini nimeamua na hili jeshi la baraka nilizo nazo, a massive of blessings, ninakuja
nataka unikubali, unipokee. Unajua kaka yake alikuwa anauliza, hawa ni akina nani? Na hivi vyote ni vya nini? Kulikuwa na maneno yanasikika, hivi vyote Bwana amenibariki, lakini hivi hapa ni mamia ya mali, ni mamia ya wanyama. Anaambiwa hivi ni vya kwako kaka yangu, tafadhali naomba unipokee. Bwana Yesu asifiwe. Nimekwambia hawa watu ni watu waliotoka katika tumbo moja, lakini kila mmoja aliishi maisha yake. Kuna mmoja ana hatia. Sielewi kama ulishawahi kuishi na hatia yoyote. Hatia ni mnyama, ni mdudu ambaye haonekani kwa macho, lakini he or she or it is a silence killer katika emotions na katika mambo mbalimbali tunayoweza kuwa nayo, yanaweza kumnyima mtu furaha. Mtu anaweza kuonekana kwenye skrini ni mwanafunzi, ni lecturer, ni mwanasiasa, kiongozi wa serikali, kiongozi wa kampuni, mfanya biashara. Anaweza kuwa anaonekana ni bilionea, amefanikiwa, ana position kubwa, lakini huko ndani kuna kitu kinamtafuna ambacho dawa yake sio kingine chochote, ni hiki alichofanya Esau na ndugu yake. Hii inatupa picha ya kwamba pamoja na kwamba hakuna neno lolote linaloonekana ni utakaso, lakini kule kwenda na kukutana watu waliokosana, watu walionyang'anyana uzaliwa wa kwanza, watu walioishi kwa hasira na uchungu, hii inatupa picha ya kuna mmoja anapata kutakaswa. Lakini tunaposema mmoja, sio upande mmoja tu, kila mmoja mwenye hasira, mwenye hatia, kila mmoja huyu alipoleta na kujiweka wazi kwake, he was vulnerable kwa huyu, maana angeweza kufanya chochote, lakini akasema potelea mbali. Biblia inasema alienda akambusu, lakini baadaye akamwinamia miguuni. Mwinjilisti angekuwa karibu ningetoa mfano, ila sasa yuko mbali, acha aendelee kukaa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni tendo ambalo wanalifanya la kuonyesha mtu aliyeishi maisha ambayo hayastahili anaenda kutakaswa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni wana wa Mungu, tunaishi katika dunia ambayo mara nyingi, sikiliza neno hili, mara nyingi, pamoja na kwamba tumemwamini Yesu, somo hili ni refu, pamoja na kwamba tumemwamini Yesu, Yesu alituacha katika dunia ambayo yeye mwenyewe alisema ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo maana nimeushinda ulimwengu. Kwa lugha nyingine ni kwamba ndani ya ulimwengu huu au katika maisha haya tunayoishi, kuna mahali ambapo tumekwisha kupokea wokovu, tumemwamini Yesu. Katika kumwamini Yesu, kinachotokea ni kwamba mara nyingi tutajikwaa, mara nyingi tutakosea, lakini kuna kitu kinachoitwa utakaso. Utakaso ni tendo endelevu, sanctification katika lugha ya wenzetu, na hii sanctification inazaliwa na neno
ni matokeo ya justification, kwamba unapomwamini Yesu unahesabiwa kuwa mwana wa Mungu kisheria au katika haki ya ufalme wa kimbingu. Na unapokuwa umehesabiwa haki, umepata wokovu, umekaribishwa katika nyumba ya Mungu wa mbinguni, umeokoka, unaishi katika dunia hii. Sasa tukifika mbinguni tutamuuliza Yesu, sasa tunapookoka, kwa nini unatuacha hapa hapa duniani? Maana wewe mwenyewe ulisema ulimwenguni mnayo dhiki, ila jipeni moyo, maana nimeushinda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Hii ina maana ya kwamba tunapokuwa tumepata wokovu, kuna maisha ambayo tunaweza tukajikwaa na kurudisha kwenye statement niliyokuambia usisahau. Somo la utakaso halisisitizi, halifagilii maisha ya dhambi at all. Lakini inatokea, Biblia inasema tukisema hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe. Sasa somo au kitendo hiki, tumekwisha kupata haki yetu ya kuitwa wana wa Mungu, lakini wana wa Mungu tunaowindwa na shetani kila kunakoitwa leo. Tunawindwa kwa njia ya maneno, tunawindwa kwa njia ya matendo, tunawindwa kwa njia ya mawazo, na ndipo unamkuta mwanadamu huyu aliyeokoka kuna mahali anajuta, hivi ilitokeaje? Hivi kuna nini? Kuna vita ambayo ndani yetu, kuna yule mtu wa kale, yule mtu wa kale ambaye mara zote, hebu sikiliza neno hili na litakusaidia. Tunapomwamini Yesu according kwa doctrine ya sini, ya dhambi, Yesu anapokuja kutuokoa, anatusafisha, huwa lile shina haling'olewi au halitoki isipokuwa neema ya Mungu. Sasa hapo usichanganyikiwe, shina halitoki. Kinachotakiwa mtu huyu anapokuwa amemwamini Yesu, mizizi ya yule mtu wa kale ambayo huwa inatafuta namna ya kuchipusha huyu mtu wa kale aonekane ndani ya mtu, huwa inapambana na kitu kinachoitwa utakaso. Utakaso maana yake ni hii, definition yake ni hii. Utakaso maana yake ni hii. Sanctification maana yake ni hii. Ni tendo endelevu la Mungu kazini ndani yetu, kuendelea kutuweka mbali na dhambi katika maisha yetu. Sanctification is a progressive work of God and man that makes us more and more free from sin and like Christ in our actual lives. Kwa hivyo ni tendo ambalo baada ya kuwa tumemwamini Yesu, linafuatia hili tendo ambalo linahitaji ushirikiano wa maeneo mawili. Sikiliza vizuri, linahitaji ushirikiano wa maeneo mawili. Eneo la kwanza ni la Mungu mwenyewe na mtu mwenyewe, yani mimi na wewe. Ni tendo ambalo Mungu anataka kukuona ukiwa mwepesi na kulichukua ili uweze kulitendea kazi, ili maisha yako na maisha yangu kila kuitwako leo yaendelee kuwa safi. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna mazingira haya ya haki
haki lakini na utakaso. Tunapokuwa tumempokea Yesu katika eneo hili la justification, tunasema ni haki yangu, lakini kwa eneo la utakaso ni kitu ambacho kinatakiwa kifanyike ndani endelevu. Lakini tena tunasema ni kazi ya Mungu ya muda wote, lakini nahitaji ushirikiano kwa pande zote mbili. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kinachotokea ni kwamba watu wote, Wakristo wote tunampokea Yesu. Kuna kitu hiki sasa cha sanctification kinaweza kututofautisha namna tunavyokichukulia. Kuna watu ambao watakapoingia na kufuata hiki kitu kinachoitwa kujitakasa, kunakuwa na utofauti. Utofauti unakuwa hivi: kuna watu wote tunaitwa the same in all Christians kwa kumpokea Yesu na kupata wokovu, lakini katika eneo la sanctification kunakuwa na greater in some than in others. Unapokuwa umekubali eneo hili la kuishi maisha ya utakaso na mwingine akawa amekataa, anasema mimi nilipomwamini Yesu mambo yakaisha, yaliishia huko, hauwezi ukafananishwa na huyu. Huyu mtu anaweza akajidai yuko kanisani, lakini ni mtu anayefagilia maisha ya utu wa kale, ni mtu anayefagilia maisha ya dhambi, ni mtu aliye comfortable kuona yeye ni mzinzi, anatoka kwenye ndoa yake, anatoka ni muuaji, anaona ni kawaida. Ni mtu anayeishi maisha ya utapeli, uongo, anaona ni kitu cha kawaida. Lakini mtu aliye abide kwenye sanctification, kunakuwa na kitu cha tofauti, ni maisha ya ukamilifu ndani ya huyo mtu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ningependa kusema jambo hili. Yakobo na ndugu yake walikaribiana, wakatengeneza, na ndani yao kuna kitu kilichozaliwa kipya cha kuhalalisha na cha kuweza kuwaweka sawa katika kuishi kwao. Ndugu zangu, naomba tujue mambo haya. Tunaishi katika dunia iliyopotoka. Isaya 6:5, Isaya anasema, ole wangu mimi maskini, maana naishi na kati ya watu wenye midomo michafu, na mimi mwenyewe nina nini? Jirani yako hawezi akasema na mimi mwenyewe na mimi mwenyewe nina midomo michafu. Kwa hivyo hii inatuhalalishia ya kwamba tuko kwenye dunia ambayo tunahitaji utakaso, lakini pia tunaishi katikati ya wenye dhambi. Isaya amesema kingine, daima tunamkosea Mungu. Yohana wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 8 hadi wa 10. Daima tunamkosea Mungu. Na sasa katika mazingira hayo, naomba ifahamike kuwa kuna matumizi mengine mabaya ya neema ambayo tunasema tunaishi wakati wa neema, si kama ule wa Agano la Kale. Mimi naweza nikafanya chochote, ninaweza nikaishi kwa namna yoyote. Ni udhihirisho wa uchanga kiroho. Mtu akiishi katika mazingira haya na kujidai, badala ya kuwa umeokoka ukae pale kwenye wokovu halafu uje uchezee neema. Paulo anawauliza Warumi, je, tufanye dhambi ili neema iongezeke? Jibu lake ilikuwa ni nini? Mfundishe jirani yako inavyo. Jibu lake linasema nini? La hasha. Kwamba tuwe wenye dhambi, tuishi maisha ya dhambi ili neema iongezeke? La hasha. Bwana asifiwe.
sio tu udhihirisho wa uchanga kiroho. Mtu anayefagilia maisha hayo na kusema tunaishi wakati wa neema, na mtu akisha mwamini Yesu yamekwisha kumalizika, anachoweza kufanya ili mradi kisheria amekwisha kuzaliwa ni mtoto wa Mungu, anafagilia kitu cha pili, sio tu uchanga wa kiroho, anafagilia kitu kinaitwa upagani. Bwana asifiwe. Nataka nikutajie mambo kadhaa kwa nini tunaalikwa kuishi maisha ya utakaso. Are you ready? Kwa nini tunaalikwa tuishi maisha ya utakaso? Mpendwa, katika kipindi hiki tulicho nacho, kama utaelewa umuhimu wa kuishi maisha ya utakaso, kwa sababu katika kuishi katika dunia hii kuna mambo mengi ambayo tunamtenda Mungu, na katika kumtenda Mungu tunamtenda Mungu kupitia wanadamu au yeye mwenyewe direct. Kuna mambo ambayo anakuwa ametuagiza hatuwezi tukayafanya. Sasa tunaalikwa. Kwa nini tunaalikwa tuishi maisha ya utakaso? Jambo la kwanza, kuonesha upendo wetu kwa Yesu. Tunaonyesha upendo wetu kwa Yesu tunapoishi, tunapotubu, tunapoenda mbele za Mungu kwa kujitakasa. Tunapoishi maisha ya utakaso, tunaonesha upendo wetu kwa Yesu. Lakini jambo la pili au jambo linalofuata ni kutaka kuwa na dhamiri njema. You are conscious. Umemkosea Mungu, dhamiri yako yangu haitakuwa sawa. Esau na Yakobo walikuwa na hatia kwa kila mmoja au mazingira yasiyo sawa, na hii ilisababishwa kwa sababu kuna mambo ambayo walitendeana yasiyo sawa. Tunapokaa na dhambi, kuna mahali ambapo dhamiri zetu zinatushitaki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaalikwa kuishi maisha ya utakaso ili kutaka kuwa na dhamiri njema. Warumi 13 mstari wa 5 unaweza ukaiona. Na jambo jingine, kwa nini tunaalikwa tuishi maisha ya utakaso? Ni tamanio la kuona tukiwa vyombo vya Bwana na kukuza utumishi wetu katika ufalme wa Mungu. Ni tamanio, it's a desire of God himself, lakini na sisi wenyewe ni tamanio la kuona tukiwa vyombo vya Bwana na kukuza utumishi. Tunapokuwa watu wa tuliotakaswa, tunaojali kitu kinachoitwa kutakaswa. Kutakaswa maana yake ni kwamba unataka uishi maisha matakatifu, maisha ya kumpendeza Mungu. Tunaona kuna kujiweka wazi, vyombo. Sisi ni vyombo, mimi ni chombo. Tunakuwa safi na tunakuza hiyo nafasi ya kutumiwa na Mungu. Kuna watu ambao wamekwisha kuzoelea kitu kinachoitwa wokovu na maisha haya yanayoitwa neema ya Mungu. Kuna watu, acha nizungumzie kwenye eneo langu. Bwana asifiwe. Kuna mtu mmoja nilimshirikisha jana, akasema wewe fanya kwa sababu nalipwa kwa sababu ya hilo. Sisi wahubiri, Bwana asifiwe, kuna watu tuliozoelea kwamba kule kusimama yani ni kama kitu kingine. Unaweza ukakuta ni mhubiri, mchungaji, askofu, mwinjilisti au mtu yeyote, mtume, nabii, kwa namna yoyote, lakini maisha nayoishi ni ya kipagani. Anatoka kuzini, au ni mzinzi, au ni mwizi,
au ni mlevi au tapeli, mshirikina, lakini atakaposimama amezoelea. Sasa vyombo vya Bwana, tunapokwenda mbele za Bwana kwa toba, tunajiweka zaidi, tunajiweka tayari kwa ajili ya kutumiwa na Bwana. Ndiyo maana nikasema hatupromoti maisha ya dhambi, lakini utakaso unakuweka kutumiwa na Bwana. Sema amen. Bwana asifiwe. Kuna watu ambao wanaishi maisha ukiwauliza hivi, kwa nini iko namna hii? Si nilishaokoka, nilishamwamini Yesu, na haya maisha ya uzinzi unayapata wapi? Si tayari yani hakuna anayeweza akaniondoa kwenye sifa ya mtoto wa Mungu. Sikiliza, unaweza usiondolewe, lakini maisha unayoishi yalivyo yana matokeo yake hapa kwenye moja ya vipengele nitakavyovitaja. Kipengele hicho nilichosema, Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa 20, 2 Timothy 2:20, unaweza ukapata hilo. Lakini jambo jingine, kwa nini tuishi maisha ya utakaso? Hebu kagua notice za mwenzako, amefika namba ngapi? Alafu kagua mwandiko wake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jambo jingine, kwa nini utakaso? Ni tamanio la kuona wasioamini wakivutwa kwa Yesu kupitia maisha yetu. Hello. Once we live life that pleases God, wale watu wanaotuzunguka, wale watu wanaotuona wanasema, kama Ukristo ndio huu, ninamfuata huyu Yesu. Maana ya kuishi maisha ya utakaso, kama mtu huyu anakwenda anaabudu, basi kama Ukristo ni huu, ndio huu naenda. Kupitia maisha yetu ya utakaso, maisha ya kujitoa kikamilifu kwa Bwana. Inapotokea tumetenda dhambi, hatutaki kukaa kwenye dhambi, na hiyo ndiyo dhana ya unayoweza kumjua mtu kama amemwamini Yesu. Unajua hili ni kokoro, hapa ni kokoro. Sijui kama umeshafika baharini, wavuvi wakiwa wanaleta neti zao, huwa kuna vitu vingi, samaki na vitu vingine vya ajabu. Wanaanza kuchambua, hii samaki 20,000, hii 100,000. Huwa kuna samaki fulani survey pale, ukikuta nyingine imewekewa hapa, nyingine hapa, nyingine zina levels, zina rate tofauti tofauti, yote wanatoa. Lakini ukiwauliza kuna nini kingine mlipata? Uchafu mwingi. Kanisa hatufukuzi watu kwamba wewe tunakukataa, lakini tunakutahadharisha. Unaweza ukawa ndani ya kanisa bado hujamwamini Yesu na ukaendelea kujiaminisha ya kwamba wewe unaenda mbinguni, lakini kumbe kuna mahali watu wanatakiwa wamuone Yesu kupitia maisha yako. Bwana asifiwe. Haleluya. Sidhani kama nitazimaliza, lakini nataka nikuonyeshe kitu kimoja nimalize. Sikutaka kuongea mambo ya safari kwenye mahubiri, lakini kuna kitu hiki kimekuja. Nikiwa mji mmoja unaitwa Mumbai, nataka kubadilisha ndege kwenda mji mwingine. Kuna watu nilitakiwa nisafiri nao kutokea pale kwenye taksi moja, na hapana, baada ya kufika kule ule mji mwingine, tulipotoka ndani ya airport, network hakuna. Kumpigia driver taxi niliambiwa natakiwa nichukue, hapatikani. Kulikuwa na weusi wenzangu 4. Nilikuwa nimeambiwa kuna watu kutoka Afrika mtakuwa 7, lakini niliona watu fulani 4 siwajui, lakini huko ndani nikamwambia hawa watakuwa wanaenda kule. Guess what? Bila kujali, kwa ujasiri
nikawavagaa. Sema akawavagaa. Akasema mnaweza kuwa mnaenda mahali fulani, unajua kuna kitu cha ajabu sana, unaweza kuwa mpelelezi, unaweza kuwa. Wakaniangalia sema hapana, hata hatupajui. Baadaye mmoja akasema tumekuona, tulipokuona tukaona huyu ni mtumishi wa Mungu. Hawa ni watu kutoka Uganda, si wajui, na kila mmoja na mke wake, mume wake. Baadaye wakasema tunaenda kule, na mimi single, wakasema twende. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unaweza ukawa mahali hujajitambulisha wewe ni mlokole, wewe ni wale, lakini maisha yako unaweza ukaitwa na wewe ni wale wale. Maisha yetu, Bwana asifiwe, maisha yetu yanatutambulisha. Kuna watu tukishatoka mahali hapa tunajisahau kwamba tuna safari ya kwenda mbinguni. Maisha ya utakaso ni muhimu sana. Maisha ya utakaso. Kwa hivyo maisha yako yanakutambulisha. Swali langu ni hili: umejitambulisha namna gani huko nje? Haleluya. Lakini pia acha nitaje tu, nisifafanue. Inatupa kuepuka kumhuzunisha Mungu na kuadhibiwa kutokana na maisha yetu. Inatupa kuepuka. It helps us to avoid the wrath of God and be disciplined. Inatusaidia tunapoishi maisha ya utakaso, inatuepusha. Kuna hasira ya Mungu, na wale wanaojidai ya kwamba nimeokoka naweza nikafanya chochote. Kumbuka kuna hasira ya Mungu. Unaweza ukawa mtoto wa nani, kuna hasira ya Mungu. Matendo 5:11. Mnajua hii familia, Anania na Safira. Lakini jambo jingine, tamanio la kupokea zawadi zaidi toka mbinguni. Once you live the sanctification life, you will receive, you ought to be given a reward from heaven. Yani unakuwa na nguvu ya kukomandi baraka au ya kupata baraka kutoka mbinguni. Lakini jambo jingine, kunakuwa na ham au desire ya kutembea na Mungu zaidi kwa undani. The desire for a deeper walk with God. Deeper walk. Ulishaikuwa na rafiki ambaye mahusiano yenu ni ya juu tu? Ulishaikuwa na mtu wa namna hiyo? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna mwandishi mmoja anaitwa Dr. Hawkins. Yeye ameandika kitabu When Pleasing Others is Hurting You. Kuna vitu amezungumza juu ya mahusiano pale, unaweza ukashangaa. Kuna mahusiano yanaumiza, lakini kuna mtu amekoma. Lakini kuna mwandishi mmoja Paul amezungumza when disability hits home, wakati maumivu au ulema umekupiga. Nini kinachotokea? Ameonyesha namna ambavyo wema wa Bwana, how God magnifies his grace in our weaknesses and sufferings. Katika dunia hii yako mengi. Naomba tusimame. Natamani kufanana na siku zote za maisha yangu, siku zote za maisha yangu, kweli natamani kufanana wewe kama wewe Bwana, natamani
Tukisema hatuna dhambi twajidanganya wenyewe. Na ninaomba niseme jambo hili, utakaso kama nilivyosema ni neno pana, lakini kuna watu ninazungumza hapa, mna walimu wengi mitandaoni, mumeshikilia mafundisho ya hovyo ambayo yanapropageti upagani ndani yetu. Tamani kuishi maisha ya utakaso. Kama kuna mtu moyoni mwaka anasema, ndugu mhubiri, natamani kutengeneza na Mungu, nanyanyua mikono yangu kwa Yesu, natamani kuishi maisha ya utakaso. Hata ninapo reflect maisha yangu siko sawa, sijawa mwaminifu kwenye masomo yangu, sijawa mwaminifu kwenye ndoa yangu, sijawa mwaminifu kazini kwangu, sijawa mwaminifu kwenye familia yangu, sijawa mwaminifu katika maisha yangu ya wokovu. Uko hapa asubuhi ya leo, au huko mtandaoni, popote pale ulipo, nyanyua mikono yako mahali ulipo na ufatishe maneno haya. Upo unasema, natamani maisha yangu nikutane na Bwana Yesu, niishi maisha ya utakatifu. Maisha ya dhambi hayafai, hayana faida yoyote. Na usimsikilize mtu ambaye anafagilia maisha ya dhambi na akawa rafiki yako na unamwadimaya. Kimbia, mtu kama huyo hakufai katika safari ya kwenda mbinguni. Ukiwa umenyanyua mikono yako, sema maneno haya kwa ujasiri. Bwana Yesu, naja kwako, moyo wangu unaujua, maisha yangu unayajua. Ninakuja kwako kwa unyenyekevu, ninatubu. Unisamehe Yesu, unitakase Yesu. Maisha yangu nayaleta kwako. Nisamehe kila aina ya dhambi niliyofanya, kwa kukosea wengine na kwa kujikosea mimi mwenyewe na kwa kukukosea wewe Mungu wangu. Nisamehe, nitakase, nisafishe kwa damu yako. Nenda mbele za Bwana, mwambie tu Mungu asante. Damu yako Yesu, ita damu ya Yesu ikutakase, ita damu ya Yesu ikutakase. Mwambie Yesu, niko hapa na ruhusu damu yako ipite ndani yangu, ipite ndani yangu, ipite ndani yangu. Damu ya Yesu inasafisha. Yani hapo ulipo, hapo hospitali, nyumbani, ofisini, damu ya Yesu ukiachilia inapita, inakusafisha, inakutakasa, inakusafisha. Oh yes, mwambie tu Yesu, niko hapa, nimeishi maisha yasiyokupendeza wewe, ni rehemu, nimefuata mafundisho ya uongo, nisamehe Bwana Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, ninaomba juu ya mtu huyu, anatamani umtakase, nami naomba damu yako Yesu imtakase. Mkaribishe Yesu tena katika nafasi yake, asizoelee maisha ya dhambi, asifagilie maisha ya dhambi, bali aishi maisha ya utakaso, aishi maisha ya kukupendeza. Biblia inasema, na watakatifu walioko duniani, hao ndio ninaopendezwa nao. Mfanye kuwa mtakatifu, mfanye kuishi maisha ya ujasiri ya kukufuata wewe. Mpe neema ya kutokufuata manabii wa uongo, walimu wa uongo wanaopotosha walio wengi katika nyumba ya Bwana. Baba, asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Pokea sifa, heshima na utukufu katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Amen.